Ulimwengu sasa umetega macho na masikio huko Vatican. Baada ya taratibu za maziko ya Papa Francis kumalizika, sasa ni mchakato wa kutafuta ni nani atarithi kiti hicho cha juu kabisa katika kanisa Katoliki. Uchaguzi huo wa nani atachukua hatamu ya kuliongoza kanisa Katoliki hufanyika katika mkutano mkubwa wa siri wa makardinali unaofahamika kama conclave. Na mkutano huu hufanyika huko Vatican. Na haya ndiyo maeneo muhimu matano ya eneo litakalofanyika mkutano huu mkubwa kabisa wa kanisa Katoliki. Eneo la kwanza hufahamika kama Casa Santa Massa. Eneo hili lilitengwa na Mtakatifu John wa Pili kama eneo maalum ambalo makardinali watakuwa wanakuja kwa uchaguzi wa papa, watafikia ama kukaa. Na hapa ndipo yalipokuwa makazi ya Papa Francis wakati wote wa uongozi wake. Na eneo hili liko upande wa kushoto kabisa wa kanisa la Mtakatifu Peter Basilica. Eneo la pili ni Sistine Chapel. Hapa ndipo kitovu cha conclave, makardinali hukutana. Kisha huanza kwa ibada ya misa takatifu kabla ya kujifungia ndani na kuanza uchaguzi wa kiongozi huyo wa juu kabisa kwa usiri mkubwa. Eneo hili wakati wa uchaguzi wa papa huwekwa dohani kwa juu ili kutoa taarifa nje pale anapopatikana papa. Moshi mweupe umaanisha kuwa papa amepatikana na moshi mweusi umaanisha kuwa papa bado hajapatikana, hivyo shughuli za uchaguzi zinaendelea. Eneo la tatu ni St. Peter's Basilica. Eneo hili ni maarufu na muhimu sana. Ndilo eneo ambalo papa hutolea baraka zake kwa waumini waliokusanyika kwa ibada hapo Vatican. Lakini wakati wa conclave, eneo hili hutumika na kardinali kiongozi usimama hapa na kutamka maneno yafuatayo: Habemus Papam. Habemus Papam. Na baada ya hapo papa aliyechaguliwa hutokea na kutoa baraka zake kwa ajili ya mji wa Roma na dunia kwa ujumla. Eneo la nne ni Vatican Apostolic Palace. Hili ni eneo muhimu pia, ndiyo yalipo makazi ya papa, makumbusho ya Vatican, maktaba, na ndiyo pia lilipo Sistine Chapel. Eneo hili ndipo papa kupitia moja ya madirisha yake huongoza ibada za Jumapili kwa waumini waliofika Vatican kwa ibada. Japokuwa katika kipindi chote cha uongozi wake Papa Francis hakukaa katika makazi hayo. Eneo la tano na la mwisho ni eneo maarufu la St. Peter's Square. Eneo ambalo wakati wote wa conclave waumini wa kanisa Katoliki kutoka pande zote duniani na vyombo vya habari hujumuika wakisubiri kuona moshi mweupe, ikiwa ni ishara ya kupatikana kwa papa mpya. Na hapo ndipo hutokea baraka za Urbi et Orbi ambazo hutolewa na papa aliyechaguliwa kutoka katika conclave. Zaidi ya makardinali 100 wapo Vatican wakiendelea na vikao vya ndani vinavyojumuishwa na uchaguzi wa papa